Tugeukie katika kile kipengele cha habari. Ngoja nianze na habari kwanza, nitulize sauti alafu tuje tumalizie. Tetesi zinasemaje kuhusiana na klabu ya Young Africans kutambulisha jezi zao? Wanafanya mambo undercover. Ndoto za Twiga Stars kutinga hatua ya robo finali ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake wa AFCON kwa mwaka 2026 zimezimika baada ya kuchapwa mabao 2-1 na Ivory Coast katika mchezo wa mwisho wa kundi B uliochezwa usiku wa kuamkia leo kwenye uwanja wa Larbi Zaoul Casablanca nchini Morocco. Ushindi huo umeifanya Ivory Coast kumaliza kileleni mwa kundi B ikiwa na pointi 7 baada ya kushinda mechi 2 na kutoka sare 1, huku Twiga Stars ikimaliza katika nafasi ya 3 na pointi 3, hivyo kuaga rasmi mashindano hayo. Ivory Coast ilianza kuonesha makali yake mwishoni mwa kipindi cha kwanza baada ya Nsira kufunga bao la kuongoza dakika 44 akimalizia pasi safi ya Ines Konan na kuipeleka timu yake mapumzikoni ikiwa mbele kwa bao 1-0. Kipindi cha pili Ivory Coast iliendelea kutawala mchezo na kuongeza bao la pili dakika ya 68 kupitia Ines Konan aliyefunga kwa mkwaju wa penalty baada ya mwamuzi kumwamuru adhabu hiyo. Twiga Stars ilijaribu kurejea mchezoni kwa kushambulia mara kadhaa, lakini ilikumbana na ukuta imara wa safu ya ulinzi ya Ivory Coast iliyodhibiti vyema mashambulizi ya Tanzania. Dakika ya 9 ya muda wa nyongeza, Tanzania ilipata penalty iliyotumbukizwa wavuni na Diana Msewa, lakini bao hilo la kufuta machozi halikutosha kuizuia Twiga Stars kuondolewa kwenye michuano hiyo. Rwanda. Gor Mahia ya Kenya imekuwa timu ya kwanza kutinga fainali ya kombe la Sekafa Kagame kwa mwaka 2026 baada ya kuiondoa Al Hilal ya Sudan kwa ushindi wa mikwaju ya penalti 8-7 kufuatia sare ya bao 1-1 ndani ya dakika 120 za mchezo wa nusu fainali uliochezwa kwenye uwanja wa Kigali pale nchini Rwanda. Gor Mahia ndio ilikuwa ya kwanza kupata bao katika dakika 37 baada ya beki wa Al Hilal Steven Ebuela kujifunga alipokuwa akijaribu kumrudishia kwa kichwa kipa wake Sofiane Odiraogo. Al Hilal ilirejea mchezoni na kusawazisha dakika 44 kupitia mshambuliaji wake Mgambia Ansumana Samura aliyehitimisha vizuri shambulizi lililoiacha Gor Mahia ikiwa haina jibu kabla ya mapumziko. Kipindi cha pili kilikuwa na ushindani mkubwa huku kila timu ikitengeneza nafasi za kufunga, lakini uimara wa safu ya ulinzi na makipa ilifanya dakika 90 kumalizika kwa sare ya bao 1-1. Na tetesi za soka pale barani Ulaya zinasema kwamba Nottingham Forest wameweka mezani dau la pauni milioni 55 kumngoa Tijani kutoka Manchester City, huku kiungo huyo wa Uholanzi akiwa lengo lao kuu katika dirisha hili la usajili. Folarin Balogun afunguliwa mlango wa Tottenham. Mshambuliaji huyo wa Marekani amepelekwa kwa Spurs kupitia mawakala, huku hatima ya nyota huyo wa zamani wa Arsenal katika klabu ya Monaco kuwa bado haijulikani. Tottenham wameanza mazungumzo na Manchester City kuhusu usajili wa winga wa Brazil Savinho mwenye umri wa miaka 22. Mbali na hilo, Spurs pia wanamfuatilia mshambuliaji wa Liverpool na Uholanzi Cody Gakpo pamoja na kiungo mshambuliaji Frankfurt Jean Mateo Bahoya wakitajwa kwenye orodha ya mastaa wanaotakiwa kutua kaskazini mwa London kuimarisha kikosi chao kabla ya dirisha la usajili kufungwa. Yes, na nikigeukia hapa nikiendelea kukusogezea habari ni kwamba Simba hali ni shwari baada ya kikao kilichofanyika juzi tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka 2026. Nio Maema amerejea tena Simba kwa mkopo wa msimu mmoja akitoka Mamelodi, na Simba kukipiga na Police Kenya kwenye Simba Day. Simba hali ni shwari na walitoa taarifa
Na taarifa inasema kwamba tunapenda kutoa taarifa kwa umma kuwa kufuatia kikao cha bodi kilichokaa tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka 2026 kimefikia uamuzi wa kusimamisha matukio yote yaliyotokea awali kuhusiana na baraza la wadhamini mpaka hapo baadaye. Katika kipindi hiki bodi itajikita katika kushughulikia masuala ya usajili, Simba Day, ngao ya jamii na ligi kuu. Kwa kauli moja, bodi inawasihi wanachama na wapenzi wa Simba wasimame na klabu yao kuhakikisha inapata mafanikio makubwa msimu huu unaoanza hivi karibuni. Simba nguvu moja. Imetolewa na Crescentius Magori, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, Murtaza Mangungu, makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Klabu ya Simba imetolewa Agosti 4 mwaka 2026. Ni taarifa kwa umma kwamba Simba hali ni shwari baada ya kikao kumalizika. Yanga wamemtambulisha beki kisiki Omar Faruk Komara, na tayari nimemzungumzia huyu kama hukuwa unamfahamu kwa mapana na marefu. Na Yanga wameipania dabi, wanalitaka kombe la ngao ya jamii. Yanga hawajamaliza usajili, bado wanaendelea na usajili. Singida wamefanya mabadiliko ya benchi la ufundi. Je, unaiona Singida wakifanya makubwa kwa msimu ujao? Mabadiliko ya benchi la ufundi kwa klabu ya Singida Black Stars inapenda kuwafahamisha kuwa imefanya maboresho ya benchi la ufundi kuelekea msimu wa mwaka 2026-2027. Mabadiliko hayo ni kama ifuatavyo. Kocha mkuu ni Papi Kimoto, kocha msaidizi wa kwanza ni Kapiteni Ngoi, kocha msaidizi wa pili ni Hamisi Tambwe, team manager and senior team coordinator ni Freddy Chalamila. Kadhalika, aliyekuwa kaimu kocha mkuu Muhibu Kanu atapangiwa majukumu mengine ndani ya klabu. Tunawatakia viongozi wote walioteuliwa mafanikio katika majukumu yao mapya. Imetolewa na ofisi ya mtendaji mkuu Jonathan Kasano, Singida Black Stars, Agosti 4 mwaka 2026. Wakamaliza kwa kuandika kwa herufi kubwa maandishi ya blue kwamba inawezekana Singida kupindua ubingwa kupindua ngome ya Yanga na Simba inawezekana. Singida kuibuka mabingwa wa msimu wa mwaka 2026-2027 inawezekana. Azam FC watakipiga leo kule Rwanda mechi ya kirafiki. Azam kusoma bajeti yao ya msimu wa mwaka 2026-2027 siku ya leo. Na hapa nilikusogezea zile tetesi kuhusiana na Faisal Salum. Azam wakiwa wanapiga mechi ya kirafiki pale Rwanda, lakini Faisal hatakuwa sehemu ya timu hiyo katika kucheza. Yeye atakaa jukwani tu kama mtazamaji, kama watazamaji wengine. Na draw ya klabu bingwa ya shirikisho Afrika kufanyika kesho. Simba, Yanga, Singida kukutana na timu gani kesho? Hayo tutayajua hapo kesho. Tuangalie sasa, tuhitimishe hapa kwa kuangalia jezi mpya Yanga Day na mechi za utambulisho. Mashabiki wa Young Africans wanasubiri kwa hamu tukio kubwa la Yanga Day ambalo huwa ni siku ya kutambulisha kikosi kipya, wachezaji wapya, benchi la ufundi na mara nyingi kuzindua jezi rasmi za msimu mpya. Yanga Day kwa mwaka 2026 imepangwa kufanyika Jumapili ya tarehe 9 Agosti mwaka 2026 katika uwanja wa Uhuru, Dar es Salaam. Siku hiyo inatarajiwa kuwa na utambulisho wa wachezaji wapya, utambulisho wa benchi la ufundi, uzinduzi wa malengo ya msimu na burudani kwa mashabiki, vile vile bila kusahau uwezekano wa kuonesha jezi mpya. Jezi mpya za Yanga zitatambulishwa lini? Kwa kawaida Yanga hutumia Yanga Day kama jukwaa kuu la kuonesha jezi mpya za msimu husika. Kwa sasa taarifa rasmi ya tarehe tofauti na Yanga Day kwa uzinduzi wa jezi haijawekwa wazi. Matarajio ya mashabiki ni kuona jezi ya nyumbani kijani na njano, kuona jezi ya ugenini na kuona jezi ya tatu kwa mashindano ya CAF. Yanga itacheza na timu gani Yanga Day? Kama ulinifuatilia siku ya jana, kuna baadhi ya
ya timu niliziorodhesha kwamba inaweza ikacheza nazo, rudi nyuma kule ukaangalia. Lakini kwa kawaida Yanga uchagua timu ambayo inaongeza thamani ya tukio, inatoa kipimo kabla ya msimu na inaweza kuvutia mashabiki wengi. Majina ambayo mashabiki wanaweza kutamani ni timu kubwa kutoka Afrika Mashariki, timu kutoka Afrika Kusini, timu kutoka Morocco, Kenya, Uganda au timu yenye uzoefu na CAF. Kwa hiyo ni mechi ya aina gani ambayo inaweza kucheza na Yanga? Kwa msimu huu Yanga ina malengo makubwa hasa kwenye mashindano ya Afrika. Hivyo mechi nzuri ingekuwa dhidi ya timu yenye kiwango cha juu. Mfano timu ya Morocco ni kipimo kizuri kwa CAF. Timu ya Afrika Kusini ni timu ambayo itakuwa na kasi na nguvu, na timu ya Misri hii ina uzoefu wa Afrika. Kitu cha kuangalia Yanga Day, macho yote yatakuwa kwa wachezaji wapya waliowasili. Wataangalia mfumo wa kocha mpya, wataangalia ushirikiano wa safu ya ushambuliaji, wataangalia uimara wa ulinzi hasa baada ya kuongeza mabeki kama Omar Farouk Komara, na vile vile wataangalia jezi mpya na ujumbe wa msimu mpya. Je, Yanga Day hii inapaswa kupewa uzito gani? Iwe sherehe ya mashabiki tu au iwe kipimo halisi cha ubora wa kikosi kabla ya vita ya NBC Premier League pamoja na CAF? Kama una majibu basi yashushe hapo. Tuangalie sasa majibu ya swali pale YouTube. Tuangalie majibu. Okay, Golgota anasema mchezaji mzuri. Okay, sawa. Huyu anasema Yanga bingwa, asante. Swali la leo pale YouTube limeuliza kwamba Neo Maema ni kiungo bora Simba. Kura zilizopigwa ni kura 274. Waliosema ndio ni 45%, waliosema hapana ni 32%, na waliosema sijui ni 23%. Kwa hiyo wengi wamesema Neo Maema ni kiungo bora kwa Simba. 45%, wengi wamesema ndio. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja tangu pale nilipoanza kipindi hiki hadi muda huu hapa. Yes, katika kipindi hiki cha Mambo Leo kinachokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 5 kamili za asubuhi hadi saa 7 kamili za mchana, nimekusogezea vichwa vya habari za michezo vinavyo trend huko kwenye mitandao ya kijamii. Nimekusogezea uchambuzi wa mechi. Hapa huwa tunaangalia mechi ambazo tayari zimeshafanyika, kipi kiliwafanya washinde na ni kipi wanatakiwa waboreshe. Tumeangalia takwimu za wiki, tumeangalia ripoti ya uhamisho, nani kaondoka nani kasalia na tetesi zinasemaje. Tukaangalia mjadala wa siku, ambapo mjadala wa siku ya leo ulikuwa unasema Azam FC huu ndio mwaka wa kuvunja utamaduni wa Simba na Yanga. Watu wameweza kutoa maoni yao hapo. Nikakusogezea fahamu mchezaji ambaye tumemzungumzia, mchezaji aliyetambulishwa na Yanga. Nikakusogezea ratiba ya mechi zinazofuata, habari za michezo. Yes, na nikakusogezea kwamba Faisal Salum ni kwamba kuna uwezekano akarudi kuichezea Yanga. Ameposti. Ni shabiki wa timu gani hii? Hataki nimalize kipindi jamani. Faisal ameposti bwana, amevaa jezi ya Azam, alafu chini akaposti clip akiwa amevalia jezi ya Yanga, na tetesi zinasema kwamba kuanzia tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu lolote linaweza kutokea, na ikumbukwe kwamba Yanga bado hawajafunga usajili. Nasema hapo sasa. Okay, endelea kufuatilia Imbanas Radio. 7 kamili tutajiunga na DW Swahili kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. Utakuwa nami hapo kesho saa 1 kamili asubuhi hadi saa 2, Mwenyezi Mungu akijalia, katika kipindi cha Amka na Imbanasi. Nukuu ya leo kwa mchana wa leo inasema maisha ni safari, si mashindano. Furahia kila hatua unayopiga. Ukiniita Salome Mlai daima nitaitika. Nakupenda sana. Nikutakiwe na mchana mwema, siku njema yenye baraka na fanaka tele. Kwaheri kwa sasa. Bye bye.